Hello, karibu katika session ya leo. Na session ya leo itahusiana na introduction to forex. Sasa hii ni video ya kwanza kwenye series mpya ambayo tutaanza kufundisha basic knowledge ya forex. So hii ni video ni kwa ajili ya wale watu ambao wanaanza kujifunza forex lakini hawajui chochote kuhusu forex. So kama wewe ni beginner kabisa, hii ni video kwa ajili yako. Lakini kama wewe tayari umeshaanza kufanya biashara na unaweza kufanya biashara lakini unahitaji tu msaada wa vitu vya ziada au advanced knowledge, hii video sio kwa ajili yako. So naomba tuanze. Forex introduction. So forex ni muunganiko wa maneno mawili, yani foreign exchange. Sawa? Sasa kwenye huu muunganiko wa maneno mawili, neno la kwanza la foreign, ile for, na hii neno la pili la exchange, ama maneno ambayo unaona hapa yana maandishi mekundu, ndio yameunganishwa yakatengeneza neno forex. So forex maana yake ni foreign exchange. Forex inahusisha kuuza na kununua pesa kwenye soko la kimtandao la dunia. Na soko hili linakuwa wazi kwa masaa 24 kwa siku 5 za kazi, na weekend linakuwa limefungwa. Sawa? Forex is place ambao watu wanafanya biashara kwa kuuza na kununua pesa kimtandao, na ni soko la dunia na linakuwa wazi kwa masaa 24. Weekend linakuwa liko close. So mpaka mwisho wa mafunzo haya utakuwa unajua namna ya kutrade kwenye masoko haya ya dunia ya forex. So fuatana na sisi hatua kwa hatua. Mtaji kwenye soko la forex au liquidity. Soko la forex duniani linaongoza kuwa na mtaji mkubwa ambao unazungushwa kwa siku, na hii hufanya kuwa soko lenye mtaji mkubwa na lenye thamani ya trilioni 5 za dola za Kimarekani. Forex market. Soko ni sehemu ambayo bidhaa huuzwa. Kwenye forex market, fedha za nchi mbalimbali ndizo bidhaa kwenye soko hilo la dunia, ambapo tunaweza kulipata kwa njia za kimtandao. So forex ni tofauti kidogo na forex na hizi forex ambazo tunazifanya kwenye za kwenda bureau, au tunaita jina jingine bureau. Ni kile kinachofanyika kwenye bureau, lakini sema hili bureau kuna pesa tu za aina chache ambazo zinakuwa zina uhitaji mkubwa, ambapo unaenda na hela halisi na unabadilisha. Lakini hili la kimtandao linakuwa ni soko ambalo lina involve pesa mbalimbali za kimtandao, na unakuwa unanunua na kuuza online, na unakuwa una uwezo wa kutengeneza faida. So kuna tofauti kidogo kati ya forex ya bureau na forex ya online. Zipo nchi zenye uchumi mkubwa ambazo inafanya hela zake kuwa na thamani kubwa na uhitaji mkubwa wa kubadilishana duniani, na hizi hupelekea kwenye forex kuwa pesa zinazotumika sana, au jina ambalo linatumika sana ni major currency. Kwa kwenye forex market tuna jumla major currency 8. Moja ya major currency ni USD, another major currency ni AUD ambao ni Australian dollar, kuna Canadian dollar, kuna euro, kuna New Zealand kiwi au NZD, kuna Japan yen au JPY, kuna Great British pound au GBP. Nadhani hapa kwenye kuandika yamegeuzwa, na kuna Swiss franc. Sawa? Sasa mara nyingi kwenye forex hatupewi majina yote, ila tunakuwa tunatumia vile vifupisho vyake. Kwenye dola utakuta imeandikwa USD, kwenye Australian dollar utakuta imeandikwa AUD, kwenye Canadian dollar utakuta imeandikwa CAD, kwenye Japan yen utakuta imeandikwa JPY, kwenye New Zealand kiwi utakuta imeandika NZD, kwenye euro utakuta imeandika EUR, kwenye Great British pound utakuta imeandikwa GBP, kwenye Swiss franc utakuta imeandikwa CHF. Hizi ni pair au ni bidhaa ambazo zinauzwa mara nyingi kwenye soko na zinapendelewa kwa sababu ni major currency, ni pesa ambazo zina uhitaji mkubwa au zina mzunguko mkubwa duniani. Sasa kutoka kwenye currency moja inatupeleka kwenye kitu kinachoitwa currency pair. Sawa? Baada ya kujua pesa zinazotumika sana kwenye soko la forex, ni lazima tujue tukitaka kuuza au kununua ni lazima tuunganishe pesa mbili ili kutengeneza pair ambazo hizo kitaalamu tunaita currency pair. So tukitaka kuuza au kununua ni lazima tuunganishe pesa mbili. Hata ukienda bureau unaenda na Tanzania shilling, labda unataka dola.
Sawa? So ni lazima yule anayekuuzia atafute ulinganifu wa bei kati ya Tanzania shilling na ile pesa unayohitaji. Hata hivyo kwenye soko hili la online inakuwa ni hivyo. Kwa lazima tuunganishe pesa mbili ili tujue kwamba pesa moja thamani yake inavyopanda na thamani inavyoshuka kulingana na muda, kwa sababu value za currency pairs zinakuwa zinabadilika. So tukiunganisha hizi pair ndo tunapata hizi pair za forex. Kwa mfano, unakuta imeandikwa USDT, USD JPY, unakuta imeandikwa USD CAD, unakuta imeandikwa USD NZD, unakuta imeandikwa USD AUD. That means hizi pair ni muunganiko wa hela mbili. Hela ya kwanza ni US dollar au dola na ya pili ni Japan yen. Sasa tukifanya ulinganifu wa hizi pair, tukiziunganisha zikiwa pair mbili, tunakuwa tunapata kitu kinachoitwa pair. Kutokana na hizi major pair ambao ni USD, CAD, NZD na nyingine, tunaweza kutengeneza pair 28 ambazo tunazitumia mara nyingi kwenye forex market. Currency pair ni nini? Ni thamani ya pesa. Sawa? So currency pair ni thamani ya pesa. Sawa? Ya pesa moja unapokuwa unataka kufanya ulinganifu wa thamani ya pesa na nyingine. So unakuta umeandikiwa kama hivi. Fanya hivi kama tuweze kuelewana, okay? Unakuta kama hapa unaenda bureau, unakuta imeandikiwa USDT to Tanzania shillings, afu imekuandikia ni sawasawa na 1:2:6 2650. Sawa? Ina maana tukirudi kwenye definition tunamaanisha hivi, ni thamani ya pesa moja unapokuwa unataka kufanya ulinganifu wa thamani ya pesa ya pili. Sawa? So ukikuta imeandikwa USD Tanzania shillings kwa kukuta 1:2650, ina maana ukitaka kupata USD moja ni lazima uwe na 2650. Sasa hii 2650 ni thamani ya pesa ambayo inabidi uwe nayo ili kuweza kupata kile kiasi cha pesa unachokitaka. Ndio maana kwenye definition imeandika ni thamani ya pesa moja unapotaka kufanya ulinganifu wa thamani ya pesa na pesa nyingine. Au kwa Kiingereza unaweza ukasimplify kwa kusema is the exchange rate of one currency matched up against the other currency. Sasa mpaka hapo tuko pamoja. Nadhani nimeshaelezea mfano, so sihitaji tena kurudi kwenye mfano. Kwenye pair, hela ya kwanza inayotangulia inaitwa base currency, ambayo ndio kwa mfano kwenye mfano wetu ya maana ni hii USD. Ndio base currency. Sawa? Na mara nyingi inakuwa na thamani ya 1. Ndio maana hapo unakuta kuna 1:2650. Hela ya pili inayofuata inaitwa quoted currency. Inaonyesha thamani ya pesa unaotaka kulipia kwa quoted currency ili kuweza kupata one currency. Inaonyesha thamani ya pesa unaotakiwa kulipia kwa quoted currency ili kupata base currency. So quoted currency ni ile pesa ya pili na mara nyingi inakuwa ni namba. Ile ya kwanza inakuwa based kwenye namba, inakuwa 1, ile ya pili inakuwa namba. So unahitaji zile namba ili kupata ile hela ya kwanza. Sawa? So kwa mfano wetu, ili kupata USD moja base currency inabidi uwe na 2650 ambayo inakuwa ni quoted currency kwenye pair hiyo. Kumbuka hela ya pili inaweza ikarudi kuwa ya kwanza na ya kwanza inaweza ikawa ya pili. Nadhani wale watu wa math unaweza ukapiga mahesabu ukaweka shillings kuwa ya kwanza, then ukajua kwamba ni kiasi gani cha dola inabidi uwe nacho ili kuweza kupata Tanzania shillings. Nadhani hapo wote mmenielewa. So naomba niende haraka, muda wangu sio rafiki sana. Okay. So how do you trade first? Nadhani unakumbuka definition ya currency pair. Ni thamani ya pesa ambayo inakuwa in form of numerical value ya pesa moja unapokuwa unataka kufanya uangalifu wa thamani ya pesa nyingine. So thamani ya exchange rate inaweza ikapanda au kuongezeka au ikapungua au kushuka kulingana na muda fulani at a point of time. Nadhani watu wengi mmesha experience kwamba dola kuna muda inapanda na kuna muda inashuka.
So wewe kama mtu una trade forex, unafanya nini? Una option mbili tu kwenye soko, either kununua buy or long, au kuuza au sell au shorts. Kwa sababu tumesema thamani ya pesa ina tabia ya kupanda au kushuka, ina maana tunakuwa tuna option mbili, either kubuy au kusell. Sasa kujua ni muda gani inashuka na kuna muda gani inapanda, kuna factors nyingi za kuzingatia, na hii ndio maana tunafanya training ya forex ili kumfundisha mtu kwamba kuna factors gani za kuzingatia ili kujua thamani ya pesa itapanda au itashuka. Lakini naomba nikupe mfano mmoja kukuonyesha kwamba hizi thamani zinakuwa zina derive vipi. Kuna factors nyingi ambazo zinafanya thamani ya pair kupanda au kushuka. Kwa mfano, tuchukue kwenye mazingira ya kawaida. Sasa hivi tuko kwenye mwezi wa 11. Tu imagine hivyo. Kama utakuja kuona hii video zaidi ya mwezi wa 11, imagine kwamba uko mwezi wa 11. Tunajua kwamba mwezi Disemba ni kipindi ambacho kinakuwa kina movement nyingi. Watu wengi wanaenda vacations, watu wengi wanarudi makwao kusalimia wazazi na vitu kama hivyo. Kuna sikukuu nyingi, Christmas, Happy New Year. Kwa ni mwezi fulani hivi wa kuspend. So tuna expect matumizi yatakuwa makubwa kuliko uzalishaji. Sawa? So kama matumizi yatakuwa makubwa, na maana watu wengi watahitaji hela nyingi kwa ajili ya kufanya matumizi. So tunaweza tukajua kwamba thamani, tunaweza tukapredict kwa kutumia hizo factors kwamba kujua kwamba mzunguko wa pesa kwa kipindi hicho utakuwa kwa namna gani. So pia kwenye forex tunafanya prediction kwamba hii value itapanda au itashuka at a different point of time. Sasa hiyo nimejaribu kukupa factors moja, kwa mfano vitu kama holidays na vitu kama hivyo. Lakini kuna vitu kama vita, kwa mfano tuna experience labda Ukraine kuna vita. So tunajua pesa ya Ukraine itakuwa kwenye hali gani kwa muda gani, kwa muda wa vita, thamani yao, ina maana kwamba zile shughuli za uchumi watakuwa hawafanyi na vitu kama hivyo. So you can predict. Na unapokuwa una predict, ina maana una uwezo wa kutengeneza pesa. Sasa hii ni kazi yetu sisi kufundisha namna gani ambavyo tunaweza tukafanya analysis ya hizi soko na kuweza kujua kwamba the direction will be long or short, au tunatakiwa kuuza au kununua at a different point of time. So wakati wote utanunua na sio wakati wote utauza. Mfano, unaposema unauza au una sell euro USD pair, una trade ukiwa unategemea euro, ile pesa ya kwanza ambayo ni base, itashuka thamani kulingana na thamani ya USD. Kwenye chati pair itaenda chini na itakuwa inatengeneza kendo nyekundu kuonyesha uelekeo wa kushuka. Na unaposema unanunua au una buy euro USD pair, tunatumia mfano euro USD, una trade ukiwa unategemea euro, yani ile pesa ya kwanza. Sawa? Naomba ni mark. Na maanisha hii ambayo ni kwenye hii pair ni hii hapa ya kwanza, na namaanisha hii ambayo kwenye hii pair ni ile ya kwanza. Sawa? So unapokuwa unasema una sell, na maana unategemea hii euro itashuka thamani kukompea na USD dollar. Na unaposema unanunua, unategemea kwamba euro itaongezeka thamani ukilinganisha na thamani ya USD dollar. So kwenye pair itaenda juu na itakuwa inatengeneza kendo za kupanda na za rangi ya kijani au blue, inaonyesha uelekeo, na itakuwa inaonyesha uelekeo wa kupanda. Sasa hizi rangi zisikuchanganye. Kila mtu kuna namna ambavyo anaiset chart yake, lakini mara nyingi tunaona watu wengi wanekaga kendo za kushuka zinakuwa nyekundu na kendo za kupanda zinakuwa za blue. Pale unapojua kwamba pesa ya kwanza au base currency value yake itapanda kukompea na hela nyingine, tunategemea chart iende juu. Na pale ambapo base currency au ile pesa ya kwanza tunapojua kwamba thamani yake itashuka, tuna expect kwamba hiyo chart iweze kwenda chini. Hasa ninapokuwa nasema kwamba hii pesa inapanda thamani au inashuka thamani, inamaanisha nini? Nitakuonyesha kwenye kitu kinachoitwa currency strength meters. Sawa? Sasa hii currency strength meter, nifuta hapa ili nikuonyeshe vizuri ili uweze kuelewa. Sawa, naomba niende mbele afu turudi nyuma. Unaona hii currency strength meter inaonyesha zile major pair, kwa mfano euro, GBP, USD, AUD, JPY, CHF, NZD, CAD, NOK,
na DKK. Sasa hizi ni pair ambazo ni major pairs tunasema. Sawa? At a time ambapo mimi niliingia kuangalia currency strength meter kwa muda huo. Sawa? Kumbuka hizi haziwi constant, zinakuwa zinabadilika kutokana na muda. Lakini kwa muda huu niloangalia, euro ilikuwa ina bar 2, GBP ina bar 3, USD ina bar 4. That means iko full power. Sawa? AUD ilikuwa ina hali mbaya, ndio maana unaona ina kabaa moja. JPY ilikuwa ina nguvu, sawa? Ilikuwa baa zake zimejaa na nyingine kama ambavyo mnavyoona. Sawa? Sasa let's imagine kwamba tuna pair euro USD. Na kwenye pair euro USD, sawa? Kwenye pair euro USD, kumbuka hii ni pair, ndio tulikuwa tunaichukulia mfano. Hapa kwenye pair tumeona kwamba thamani ya euro imeshuka, thamani ya USD imepanda. Kwa kama pair ni euro USD, tunategemea hii chart itafanyaje? Itashuka. Kwa nini itashuka? Kwa sababu base currency iko weak, while quoted currency iko strong. Kwa muda huu chart itakuwa inapandisha. Lakini imagine pair kama USD AUD. Sawa? No, hii euro USD pia itakuwa inashuka. Kwa sababu gani inashuka? Nimekosea, sorry. Euro iko weak, USD iko strong. Kama USD iko strong, euro iko weak, na maana chart itakuwa inashuka. Kama USD iko strong, alafu tunasema chukua pair kama USD AUD, alafu quoted currency iko weak, na maana hii pair itapanda. So that's how mambo yanavyotokea kwenye chart. Nadhani vitu vingine zaidi tutazidi kuviongelea huko mbeleni. Kumbuka kwamba hii ni session ya kwanza na most of the time tumejaa kwenye kujifunza concept na kuzielezea. Najua nina mfano mmoja wa charts ambayo iko hapa. Unaweza kuona kama hivi. Mimi kendo zangu nilivyoziset, nimeset kendo za kushuka ziwe nyekundu, kendo za kupanda ziwe za kijani. So unakuta market inavyoshuka hivi, that means USD ilikuwa iko strong, euro ilikuwa iko weak. Ndio maana ukapata huu mshuko. Na hii imetokea baada ya uchaguzi wa Marekani. Siku ile ambapo uchaguzi ulipokuwa unaendelea, ndio hizi movement za uchaguzi. Lakini hapa kuna kipindi USD ilikuwa very weak kwenye kipindi cha kampeni na nini. USD ilikuwa very weak kwa sababu watu wengi walikuwa wana transfer hela zao kwenda kwenye gold. Tutaongea zaidi huko mbele kadri tutakuwa tunajifunza, mtaelewa. So USD ilivyokuwa weak, euro ilikuwa iko very strong. Ndio maana unaona kendo chipea ilikuwa inapandisha. So na vitu kama hivyo. So nadhani hapo kwenye mfano wa tunaposema kubuy au kusell tunaelewa. Tunapokuwa tunajua kwamba pair itapandisha, ina maana sisi tuna buy, tukiwa tunajua kwamba kadiri inavyokuwa inapanda tunakuwa tunatengeneza faida. Na tukiexpect kwamba pair itashuka tunakuwa tuna sell, na kadiri inavyokuwa inashuka sisi tunakuwa tunatengeneza faida kwa jinsi ambavyo inakuwa inashuka. Kuna kitu kinachoitwa pips. Sawa? Pips ni kipimo kinachotumika kupima utofauti wa movement in price kutoka point moja kwenda point nyingine. Kumbuka tumesema kwamba market ina tabia ya kumove kutoka point moja kwenda nyingine. Sasa ni lazima tuwe na kipimo ambacho kinapima ule utofauti wa movement wa soko linapokuwa linatoka juu kwenda chini au linatoka chini kwenda juu. Pips zinakuwa inakuwa ni fourth decimal places in numerical value that express exchange rate between two currencies. Sasa hizi pips zinakuwa quoted katika desimali 4 katika namba. So unahesabu namba, sawa, kutoka kwenye desimali namba, kutoka desimali hapa, namba ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4. Hizi ndo tunazozi-terms na tunazozi-apply kwenye kutafuta utofauti wa pesa. Hii ya 5 na zinazoongezeka huku tunakuwa tunazi-ignore. Sawa? Sasa just imagine, naomba nitoe mfano kwenye charts kwa sababu nina mfano wa chart moja hapa iweze kuwa rahisi kwenye kufanya maelezo yangu. Umeona hizi namba huku pembeni hizi. Okay.
Okay, unaona hizi namba huko pembeni huko. Sawa? Hichi ndio kipimo ambacho kinatusaidia kucalculate kwamba movement ya kutoka hapa kuja hapa, kutoka juu kwenda chini au kutoka chini kwenda juu kumekuwa ni utofauti wa kiasi gani. Kwa mfano, tumeona soko limekuwa hapa na likaseli likaja mpaka hapa. Tunataka kujua kwamba utofauti, market imetembea kwa kiasi gani kutoka hapa juu mpaka hapa chini at a different period of time. Kwa ina maana tutachukua namba hii hapa ya juu ambayo ni 1.094, tutatoa kwa 1.06580. Tunapotoa ile tofauti ndio inatengeneza pips. Tunahesabu 4 decimal places na zile tunaziignore na zinakuwa ndo pips. Turudi hapa kwenye mfano ili uweze kuelewa vizuri. Example, USD Tanzania shillings ilikuwa 1200 sawa? Alafu ikamove kutoka kwenye 2650 ikaenda mpaka kwenye 1:2780. Sasa tunataka tujue kwamba kutoka kwenye 2650 kwenda kwenye 2780 market imetembea kwa kiasi gani katika chart. Ina maana tutachukua 2750 tutatoa kwa 2650, tukitoa tutapata 1340. Tuna ignore namba moja kwa sababu tunasema ni 4 decimal places, inakuwa inabaki 134. So tutajua kwamba soko limetembea kwa pips 130 kwenye chart. Sasa pips ni kitu ambacho tutakitumia sana na trader yote anakitumia sana anapokuwa na trade forex, kwa sababu lazima ujue kwamba umeingilia wapi, utatokea wapi, utaseti vipi take profit na stop loss. Hivyo ni vitu vya mbeleni ambavyo tutakuja kujifunza, kwa usiogope wala usiwe na shaka. Wewe elewa tu hicho ninachokufundisha kwa sasa hivi, kwa sababu kwanza tunajenga msingi wa jengo faida na hasara kwenye forex. So mara zote unapokuwa una trade currency pair, unakuwa na mategemeo kuwa soko litaenda kwenye uelekeo uliosema litaenda. Tukiexpect lina sell, tuna expect kwamba litashuka. So likienda kwa linaposhuka au kupanda, unatengeneza unaingiza oda yako sokoni. Na kadri market itakapokuwa inaelekea ule uelekeo, unakuwa unatengeneza faida, na market isipoelekea ule uelekeo, unakuwa unatengeneza hasara. Kwenye forex tuna charts, tunafanya predictions. Naomba nirudi kwenye ule mfano niliosema. Kwa mfano, tumeona soko limefika hapa na limetuonyesha dalili kwamba halina mpango kuendelea juu, lina mpango kushuka chini. Sawa? Hapa tunaweka oda yetu ya kusell. Tuna sell. Sawa? Tukiweka hapa oda yetu ya kusell, tunakuwa tuna expect kwamba soko linashuka. Kama soko litaenda kama sisi tulivyopredict la kusell, tunakuwa tunatengeneza faida. Ila kama ikitokea hapa soko lisisell likaanza kubai, tunakuwa tunatengeneza hasara. That's how hasara na faida zinakuwa zinapatikana kwenye forex. So kufanya analysis na kujua uelekeo wa soko ni kitu cha muhimu, kwa sababu ndio kinachotupelekea kwenye kupata faida au kupata hasara. Note, kufanya prediction kama soko litapanda au kushuka linahitaji kitu kinaitwa forex strategy, ambayo ndio msingi wa biashara. So hii humaanisha kuna factor nyingi tunaangalia na information nyingi na hesabu pia kabla ya kufikia maamuzi huu wa kuona soko litabuy au lita sell. Zipo forex strategy nyingi sana, tutasoma huko mbele, na nyingi tumefundisha kwenye na zipo kwenye YouTube channel. Je, kuna risk gani katika forex? Risk in forex, huwezi kupoteza zaidi ya mtaji wako. Kama utaanza na mtaji wa $100, basi haitatokea ukapoteza $200. Mtaji wako unaoanza nao unaitwa margin. Faida utakayoitengeneza haina kikomo. Yaani faida unaweza kutengeneza haina kikomo, kwa sababu unachukua hela kwenye soko unaingiza kwenye akaunti yako. Lakini hauwezi kupoteza zaidi ya margin. Wewe huwezi kupoteza zaidi ya kile ambacho unacho kwenye akaunti yako. So unashauriwa kwa nguvu zote kama usirisk zaidi ambacho huwezi kupoteza. Kwa sisi ambao tunataka kuanza, usirisk kiasi ambacho huwezi kupoteza. Kwa sababu gani? Kuna kitu psychology. Ndio ile watu wanasema kwamba forex ni utapeli au biashara ni utapeli. No.
just because amepoteza hela nyingi kwenye forex kwa ujinga wake au kwa kutokuzingatia au kwa kutokuwa na knowledge, mwisho wa siku anaona kama utapeli. Naomba nikukumbushe tena, forex is very risky business, kwa sababu kile unachokiweka chote kinaweza kupotea ndani ya dakika chache. Lakini kama utafuata taratibu, sheria na mfululizo na ukawa una psychology nzuri ya biashara, unaweza kutengeneza pesa. Currency transmitter nimeshaiongelea. Faida za kuwa forex trader, ziko faida nyingi. Hii nitakupa assignment wewe usearch ujue kwamba kuna faida gani, lakini chache ambazo naweza nikakupa. Moja, inakupa financial freedom, yani you can do whatever you want to do at your own time. Aina ya pili, ni biashara ambayo unaweza ukaifanya huku ukiwa unaendelea kufanya biashara yako au kazi au shughuli zako ambazo ulikuwa unaendelea nayo. Unaweza ukawa mfanya kazi lakini as part time business ukawa ni forex trader. Nadhani kuna wafanyakazi wengi ambao wanafanya forex wale wanaendelea kufanya kazi zao. So ni biashara ambayo inakupa uhuru wa kufanya biashara nyingine wale walikuwa wanaendelea kufanya biashara hiyo. Lakini kama utataka kustiki kuwa kama ndo biashara yako kuu, pia nayo inawezekana na inalipa. Cha tatu, forex inakupa lifestyle ambayo ni tofauti na watu wengine. Traders wana lifestyle fulani hivi tofauti. Kama hujui, jaribu kuwafuatilia wale traders wakubwa, utaona kama wana lifestyle fulani ambayo sio lifestyle ambayo ni ya watu wengine. So why most of the people lose a lot of money in forex? Hii ni swali ambalo mara nyingi nimekuwa nikiulizwa. So jambo la kwanza ambalo linasababisha watu wengi wanapoteza hela nyingi, wengi wanaamini forex ni mfumo wa kupata pesa kwa haraka au get rich quick schemes. Sasa hiyo ni tatizo ambalo linafanya watu wengi kupoteza pesa. Naomba nakukumbushe kwamba forex ni biashara kama biashara nyingine, ina taratibu zake, inahitaji kujifunza, ina hasara zake, ina faida na hasara, ina namna unatakiwa uwe na psychology ya biashara kama biashara nyingine. Sasa most of the people terms forex ni kama betting au ni biashara ambayo unaweza ukaje ndani ya muda mfupi ukatengeneza hela na maisha yako yakabadilika. Sasa most of these people ambao wanakuwa na hizo mindset wanakuwa wanaishia kupoteza pesa nyingi na kuona kama ni biashara ya kutapeli. Wengi wa trader wapya wanajiamini kuanza kutrade pesa halisi kabla ya kuwa na elimu ya kutosha. Most of the people pia wanakuja kwenye hii biashara wanaamini kwamba watu wanaweza kufanikiwa kwa sababu wana mtaji mkubwa. So kuna mentality ya kwamba biashara unatakiwa uinvest. Sawa? Ukiambiwa kwenye kilimo unakwambia unapata hela kwenye kilimo ni watu ambao wana hela. So ukiweka hela nyingi kwenye kilimo ndo unapata mazao mengi na unapata faida kubwa. Lakini hiyo ni tofauti sana kwenye biashara ya forex. Unaweza ukaja na hela zako nyingi, lakini kama huna knowledge ya kutosha zile hela zote zinaweza zikapotea kwenye market. Na hiyo inapelekea watu wengi kupoteza pesa wakiamini kwamba hela zao kwa sababu wameweka mtaji mkubwa basi watatengeneza faida kubwa kwa haraka, lakini sio kweli na maisha yaendi hivyo. Jambo la tatu ni poor psychology of the business. Kama nilivyoweza kusema, mtu unakuta huna psychology of the business, haujui nini cha kufanya unapokuwa unapata hasara, haujui how to handle risk, hauna mpangilio wa kufanya biashara, yani unaamka tu hujui una trade nini, hujui unatumia strategy gani, yani unakuwa kama tu unafanya betting. Sasa forex itakufundisha kwamba yenyewe sio betting, ni biashara ambayo ina utaratibu. Na jambo la mwisho, mambo mengine unaweza ukaniambia hapo kwenye comments, maybe tukadiscuss na nikaona namna gani ya kudiscuss. Ni poor risk management, kwamba unaweza ukawa una knowledge, unaweza ukawa una mtaji, lakini hauna good management ya pesa zako. So kama huna good management ya pesa zako, pia utaishia kupata hasara. Kwa nini? Utakuwa unaingia kwenye trade kwa lot size kubwa, lot size inazidi mtaji wako, na inapotokea movement ndogo tu sokoni ina uwezo wa kupelekea ukapoteza zile pesa zako kwenye soko. So hizi ni baadhi, lakini ziko nyingi. Mimi nimejaribu kuzispot hizo za haraka nikaamua kushare nawe. So wewe pia unaweza kuniambia kwamba ni sababu gani pia zinazopelekea watu wengi kupoteza pesa nyingi kwenye forex. Jambo la mbele, forex market versus stock market. So watu wengi wanafananisha soko la forex na stock market, lakini haya ni masoko mawili tofauti. Sasa forex market inakuwa wazi masaa 24 kwa siku 5 za wiki. Na weekend inakuwa inafungwa na inawapa room kwa traders kujiandaa kwa ajili ya wiki inayofuata. Kitu ambacho sio muda wote stock market zinakuwa ziko open. Forex market ina opportunity nyingi za kutengeneza pesa kuliko stock market. Stock markets kunakuwa na some shares
ambazo zinakuwa zinauzwa, na mara nyingi opportunity zake sio nyingi. Ndio maana unakuta halina involvement ya vijana wengi au watu wengi kwa sababu ya vitu kama hivyo, na mara nyingi zinahitaji uwe na mtaji mkubwa katika kuanza kufanya hizi biashara za stocks na vitu kama hivyo. Jambo jingine, forex market haiwi influence na mtu mmoja au kampuni moja kama ilivyo kwenye stock market. Sasa kwa mfano stock market inaweza kuwa influence na mtu mmoja au kampuni moja. Kwa mfano labda mtajiri mkubwa akaonyesha kuwa interest labda na shares za kampuni fulani. Kwa mfano labda Elon Musk akaonyesha kuwa na interest na share labda za CRDB. Hawa traders wengine na wenyewe watataka kuzinunua kwa sababu wanajua kwamba at a very short time zile thamani ya ile kampuni itapanda. Lakini pia huyo mtu akija kuziuza, watu wengi wanakuwa wanaogopa, so wanaweza kuziuza hata kwa hasara. So ni soko ambalo linaweza kuwa influence na mtu mmoja, ni soko ambalo linahitaji mtaji mkubwa kidogo kuanza, na lazima uwe na more information about hicho kitu unachotaka kununua au kuuza. Okay. Forex ni biashara kama biashara nyingine. So discipline ulionayo kwenye other business unapaswa kuzingatia pia unapofanya biashara hii. Forex inahusisha hatua 4. Hatua ya kwanza ni kujifunza, knowledge. Hatua ya pili ni kubadilisha kile ulichojifunza in theory kwenda kwenye practical. Sasa kwa mfano hapa nimekuambia pips, nimekuambia kusell, kubuy, nimekuambia kufanya analysis. Sasa inabidi ubadilishe hivi vitu vyote, uanze kujua namna ya kusell, namna ya kubuy, namna ya kufanya analysis. Sawa? Hatua inayofuata ni kuanza kufanya mazoezi kwenye akaunti ya demo au pesa ambazo sio halisi. Ukishajua knowledge, ukishajua kuanalyze, ukishajua kujua kwamba hapa itapanda au itashuka, then unafungua akaunti ya demo ambayo sio pesa halisi. Ile unapewa pesa kama ni pesa halisi, unaanza kufanya mazoezi kwenye hiyo account. Jambo la 4 inakuwa ni kuhamia kwenye account ya pesa halisi. Sasa ukishaanza kuona kwamba unacho trade kwenye demo hasara zinakuwa ndogo kuliko faida, that means una uwezo wa kuanza kutrade kwenye real account kwa sababu umeshaweza kupunguza zile hasara. Moja ya kitu ambacho uwezo kukwepa kwenye forex ni hasara, lakini always unajitahidi kwamba faida ziwe nyingi kuliko hasara. Sasa ile tofauti ya faida na hasara ndio ambayo kwetu inakuwa ni kama profit ambayo inabaki kwenye account. Kama ambavyo kwenye biashara iko kuna matumizi na mapato. Tunatoa matumizi na mapato, kile kinachotoka kutoka kwenye matumizi mapato kinakuwa faida. Sisi kwetu hatuiti matumizi, tunaita hasara. Kuna trade ambazo utaingia zitakuwa zina hasara. Lakini kwa sababu una proper risk management, zile hasara haziwezi kuwa nyingi kama zile faida ambazo zitakuwa nyingi. Vitu unavyohitaji ili kuweza kuanza biashara moja, unahitaji elimu, cha pili unahitaji broker, cha tatu unahitaji application ya kufanya biashara ambazo ni MetaTrader 4 na MetaTrader 5. Jambo la 4 unahitaji kuwa na psychology of the business, to know how to do business, to handle stress, to handle loss, to handle profits, to control your moods kwenye biashara. Ukishakamilisha vitu hivi vyote una uwezo wa kuanza biashara. Nadhani kwa leo kutokana na muda tuishie hapa. Kumbuka hii ni part 1 katika hii series ya Introduction to Forex au basic part ya Forex. So kutakuwa kuna muendelezo wa video nyingine. So stay with us, share na watu wengine wasiweze kupitwa na mafunzo haya ya bure kabisa ya Forex. Na kama unakuwa una swali unaweza ukaniuliza hapo chini kwenye upande wa comments, au unaweza ukanipigia simu au kuniandikia message kwa WhatsApp. Pigie muda wote, tutawasiliana na tutashare kwa kile ambacho tutaweza. Kama utahitaji kufanya advanced trainings, yani unataka au private trainings pia tunafanya, utanicheki kwa hiyo namba au utanicheki WhatsApp au utanicheki kwenye comment, then tutafanya arrangement, then tutaona namna gani ambavyo unaweza ukalipia kwa ajili ya hilo private trainings na tutaifanya kwa namna gani. Thank you and have a nice time. Bye.